Maambukizi ya magonjwa ya zinaa barani Ulaya yamefikia viwango vya juu zaidi kuwahi kurekodiwa katika zaidi ya miaka 10 iliyopita, huku magonjwa ya gono na kaswende yakiongezeka kwa kasi kubwa, kwa mujibu wa takwimu mpya zilizotolewa na kituo cha Ulaya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, European Center for Disease Prevention and Control. Shirika hilo limesema mwaka 2024 kulirekodiwa kesi 106,331 za gono, ongezeko la 303% tangu mwaka 2015. Wakati huo huo, kesi za kaswende ziliongezeka zaidi ya mara mbili katika kipindi hicho hadi kufikia kesi 45,557. Kwa mujibu wa ECDC, ongezeko hilo linachangiwa kwa kiasi kikubwa na mapungufu katika upimaji na huduma za kinga dhidi ya maambukizi hayo. Mkuu wa kitengo cha magonjwa kuambukiza moja kwa moja na yanayozuilika kwa chanjo katika shirika hilo, Bruno Ciancio, amesema magonjwa hayo yanaweza kusababisha madhara makubwa kiafya, ikiwemo maumivu ya muda mrefu, utasa, pamoja na matatizo ya moyo na mfumo wa fahamu katika baadhi ya wagonjwa wa kaswende. Ciancio pia alisema visa vya kaswende ya kuzaliwa nayo kwa watoto wachanga vimeongezeka karibu mara mbili kati ya mwaka 2023 na 2024. Maambukizi haya yanaweza kupita moja kwa moja kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto na kusababisha madhara ya maisha yote, alisema. Aliwataka watu kuendelea kujikinga kwa kutumia kondom wanapokuwa na wapenzi wapya au wengi, pamoja na kufanya vipimo wanapopata dalili za maambukizi. Kwa mujibu wa takwimu hizo, Hispania ndio nchi iliyoongoza kwa idadi kubwa zaidi ya kesi zilizothibitishwa za gono na kaswende mwaka 2024, ikiwa na kesi 37,169 za gono na 11,556 za kaswende. Shirika hilo pia limesema wanaume wanaofanya ngono na wanaume wenzao bado ndio kundi lililoathirika zaidi, huku wakionyesha ongezeko kubwa la muda mrefu la maambukizi hayo. Aidha, wanawake wa umri wa kuzaa pia wameonekana kupata ongezeko kubwa la maambukizi ya kaswende. Licha ya ongezeko hilo, chlamydia bado imeendelea kuwa ugonjwa wa bakteria unaoripotiwa zaidi barani Ulaya, ingawa kesi zake zilipungua kwa 6% tangu mwaka 2015 hadi kufikia kesi 213,443 mwaka 2024. Kwa upande wa Uingereza, ambayo haikushiriki katika utafiti huo tangu Brexit, takwimu za shirika la usalama wa afya la Uingereza zinaonyesha kulikuwa na kesi 71,802 za gono nchini Uingereza mpaka mwaka 2024, pamoja na kesi 9,535 za kaswende. Kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi hayo, Uingereza ilianza rasmi utoaji wa chanjo dhidi ya gono mwaka 2025 baada ya ugonjwa huo kufikia rekodi ya kesi 85 mwaka 2023.